wale wanawake wote wenye majuto, hii kanuni ya 3 inawahusu. Bakini hapo hapo mweze kunielewa, na baada ya kuielewa vizuri kanuni ya 3 na kuhakikishia wewe hutochezewa tena na wanaume. Wewe unalalamika wanaume wanakuchezea, ukijua hii kanuni ya 3 hakuna mwanaume atakayekuja kukuchezea. Wewe unalalamika haudumu katika mahusiano, ukijua hii kanuni ya 3 nakwambia utadumu katika mahusiano utakaoamua kuingia. Baki tu hapo hapo uweze kuielewa kanuni ya 3 ni ipi. Karibu sana, naitwa Mombek Crispin. Huu ni mwendelezo wa kanuni 10 za mapenzi. Kama ulikosa kutazama kanuni ya kwanza na kanuni ya pili, basi nakushauri tazama video zangu zilizopita. Nimefundisha huko kanuni ya kwanza ni ipi, kanuni ya pili ni ipi, na sasa tupo katika mwendelezo wa kanuni ya 5. Sasa moja kwa moja, nisikuchoshe usinichoshe, twende kwenye kanuni ya 3 kati ya kanuni 10 za mapenzi. Kanuni ya 3 inasemaje? Kanuni ya 3 ni kanuni ya jicho la 3. Sawa? Kanuni ya 3 ni kanuni ya jicho la 3. Sasa ili kwenda kukidhi ama kuiishi kanuni ya 3, kuna mambo 3 au 4 yatatusaidia sisi kuweza kutumia jicho la 3. Jambo la kwanza katika hii kanuni ya jicho la 3 ni kutazama watu waliomzunguka. Kutazama watu waliomzunguka. Mathalan, watu waliomzunguka wanaweza wakawa ni marafiki, watu waliomzunguka wanaweza wakawa ni wafanyakazi, watu waliomzunguka inaweza ikawa ni mazingira ya nyumbani kwao, watu waliomzunguka inaweza ikawa ni hiyo kampani yake. Kwa hiyo tumia jicho la 3 la watu waliomzunguka kujua unahusiana na mtu wa namna gani. Wakati mwingine watu wanapokuja kutu approach, nilisema mwanzo, wanakuja na ngozi ama wanakuja na vinyago vya sura nyingine. Atakuja mwema sana, lakini hawezi kuwa na ile tabia aloigiza kwako kwa watu wake wa karibu, kwa sababu watu wake wa karibu wanamfahamu. Trust me, haiwezekani mwanaume kakutongoza mpaka umelala naye, huu ni mwezi wa 3 au huu ni mwaka, haumjui rafiki yake, haujui mazingira ya kwao, haujui ndugu zake, haujui chochote. That is very very bad. Hiyo ni hatari sana. Ndio hii nasemaga, unaenda kumfuata demu mwenyewe Gongo la Mboto, unaona pisi kali, pisi imekuja Kinondoni, pisi unaiona hii pisi ndio yenyewe, afu unaenda kwao Gongo la Mboto unajiachia, foto anakuangalia, sema yule mtoto yule si ndio anapigwa mtungo kila siku. Kwanza yule mtoto mwanaume mmoja akuelewi, yule anataka wanaume kuanzia 3 kwenda mbele. Hii jamaa kajiona kapaa, hata wewe unajitutumua kwa watu wanakuona demu wa mtungo tumemchukua. Usielewa. Kwa lazima uende mazingira ya nyumbani kwao pia uangalie hao wanamtazama. Na sometimes unaweza ukajenga hata urafiki na mtu fulani kule. Unajua kuna maneno ya umbea ndio, lakini wewe kwa sababu una akili unajua hili ni umbea na hili kwa sababu unalifanyia utafiti baada ya kusikia. Unaenda kwa mwanaume unajifanya mwenyewe unashushwa na gari ama unaendeshwa na gari na umepata mwanaume, kumbe mwanaume anatumia vidonge. Mwanaume ameshaathirika long time. Ama mwanaume malaya long time. Lakini kwa sababu unajifanya mapenzi yako yanakuhusu wewe, hutaki taarifa, watu wanakuangalia, watu wanacheka, wanakuchekea, watu wanamwache ajiue. Sio, unielewa? Kwa hiyo lazima utumie jicho la 3 la watu waliomzunguka kuweza kumfahamu mwenzako vizuri. Njia pili tutakayoitumia kwenye kutumia jicho la 3 ni kufahamu familia, anatokea familia gani. Sawa? Tumia jicho la familia yake kuweza kumuelewa mwenzako vizuri. Unaweza ukakuta huyu mwanaume ana kawaida kila mwaka anatambulisha mwanamke hapo nyumbani. Ama nyinyi mpo 5 mshatambulishwa. Ukiwa mbali na familia yake ama ukiwa huijui familia yake vizuri, kuna uwezekano usijue kama mpo 5 katika hiyo familia mmetambulishwa. Lakini pia ni muhimu kujua itikadi ya familia zao. Zipo familia wao itikadi zao ni kutoa kafara watoto ama wakwe. Familia za kichawi, familia za midomo mingi, familia za huyu mtu unataka kuhusiana naye, utaenda kuhusiana naye pia hata katika familia. Kwa lazima pia uelewe familia yake, huyu anatoka katika familia gani. Unaingia katika familia ya walokole kweli kweli. Wewe Muislamu, mtoto wa kike Mkristo. Ama wewe mwanamke Mkristo, mwenzako Muislamu. Dini imekolea kweli kweli. Lazima utafakari, tunavukaje kama lengo letu ni kufunga ndoa? Nani anabadilisha dini kati yetu? Familia yako itakubali kweli ubadilishe? Lazima uanze kuunderstanding vitu before vija happen. Ndio maana nikasema jicho la 3, maana yake unaona mbali zaidi ya ulipo. Unafikiri mbali zaidi ya unachokiweza kukifikiria katika muda huo. Ndio maana nikasema kanuni ya jicho la 3, unaona mbele.
Epuka sana ile mahusiano ya kwamba unajua nini, yeye ananipenda, mimi nampenda, tutajua tu mbeleni itatokea nini. Mambo mengine huwezi kumlazimisha mwanaume akuoe, huwezi kumpangia mwanaume akiamua. No, it's not about yeye kuamua, it's about you my friends. Kuamua kwake yeye kutamhusu yeye, lakini kuamua kwako wewe kuna kuhusu wewe. Lazima utengeneze mazingira ya kujua unaamua nini. Tumia jicho lake kuweza kuelewa mambo. Tumia jicho lake kuweza kuelewa mambo. Usitazame wewe unamuonaje. Usitazame wewe una malengo gani naye. Usitazame wewe unajisikiaje. Sasa anza kutazama yeye pia anakuonaje. Muangalie tu. Je, anakuona ni wa company? Anakuona ni wa starehe? Anakuona ni wa kupita? Ama anakuonaje? Yupo kwako kwa ajili ya kubaki ama yupo kwako kwa ajili ya kupita? Lazima utumie jicho lake kumwangalia. Wakati mwingine hisia zetu zinatuficha mambo makubwa sana kutoka kwa wenzetu. Kwa sababu unampenda, unatumia upendo wako kuhalalisha mahusiano yenu. Yaani kwamba yeye anipende, lakini kwa sababu mimi nampenda na halalisha mahusiano yetu. Tutatumia upendo wangu. Wenye vijana mnasema kama yeye anipende atatumia upendo wangu. Mbaya hiyo. Hiyo ujue tayari ushachanganyikiwa kisaikolojia hiyo. Ukiona kwamba kupenda kwako wewe tu ndio kuna msingi wa kuendeleza mahusiano, wewe una tatizo la saikolojia. Nitafute kwa namba zangu za simu hizo nikushauri vizuri. Ushanifahamu? Kwa tumia jicho lake kuweza kuelewa na yeye anakuonaje. Yeye ana malengo gani na wewe? Ukiachana na malengo yako. Mara nyingi unaweza kuwa na malengo ya kusema kwamba mimi na malengo huyo mume wangu, tuwaze maisha, tujenge familia, lakini mwenzako yeye malengo yake hayapo hivyo. Yeye malengo yake akuchezee, akifika muda wa kuoa akatafute Muislamu mwenzake, akatafute Mkristo mwenzake amuoe. Ama malengo yake kupata mwanamke mweupe, ama malengo yake kupata mwanamke mwenye kazi yake, wewe kazi hauna. Ama malengo yake ana malengo tofauti na yale ya kwako. Yaani kwamba ukienda kwenye kanuni ya pili niliyokufundisha, ile kanuni ya the law of why, why, ile kanuni ilikuelezea vizuri sana hapa katika namna ya why. Sasa lazima pia uelewe naye pia why yake ni ipi. Kwa nini naye yupo na wewe? Kwa nini anafikiri lazima muwe pamoja? Kwa nini anafikiri lazima, unajua malengo yake ni yapi? Mpango ukoje? Kwa muda gani tutaishi kujificha? Kwa muda gani tutaishi kuoana? Kwa muda gani tutakaa katika mahusiano haya ya kuibaiba, na kwa muda gani tutakuwa official? Lazima uelewe pia na yeye ana mpango gani kuhusiana na muda wenu wote. Kwa jicho la tatu la kulitumia ni jicho la kwake yeye. Sasa umuhimu wa hizi taarifa. Sawa? Taarifa zitakusaidia zitakuongeza maarifa. Hautakuwa mtu wa kubahatisha, si ndio? Hautakuwa mtu wa kuongozwa na bahati. Hautakuwa mtu wa kuongozwa na hisia, si ndio? Hisia. Hautakuwa mtu wa kuyaachia mambo. Si ndio? Kuna wale watu wa kwamba kama Mungu amepanga, Mungu amekupa wewe maarifa, akakupa akili ya kujua baya na zuri. Tayari Mungu ameshasema, nimekupa maarifa ya kujua baya na zuri, na akakuruhusu wewe ukatawale ulimwengu. Tumia maarifa yako kuweza kuyafanya mambo yawe mazuri. Sio kila kitu ni bahati. Hakuna bahati katika hii dunia. Watu wanapigania vitu, watu wanatengeneza mikakati ya kupata vitu. Kwa utajenga maarifa ya kuelewa kwamba sio bahati itakayokuongoza wewe katika njia sahihi, bali uhakika. Sawa? Utafanya mambo ukiwa na hakika. Au utafanya mambo ukiwa na hisia, si ndio? Bali malengo. Yaani sio kuhusiana na wewe unahisi nini, kuhusiana na wewe umepanga nini, si ndio? Hautafanya mambo kwa sababu eti yaache tu yaende, si ndio? Bali utayaendesha. Utawajibika. Susha nifahamu. Kwa hiyo kutumia hii kanuni ya jicho la tatu, kwa kutumia watu waliomzunguka kumwelewa vizuri mwenzako, kwa kutumia familia yake kuelewa itikadi ya familia yake, kuelewa mazingira ya familia yake, kutumia jicho la tatu la kwake kuelewa yeye anakuonaje na anajisikiaje na ana mpango gani na ana malengo gani, kutajenga maarifa ya wewe kuweza kuelewa kwamba utataka kutumia bahati ya kusema kwamba unajua nini, mimi naingia naye tu, utajua huko mbele ya safari kwamba kama muone nitamwacha, kama utachezewa na wangapi kwa kuwapima katika kiasi hicho. Kwa hii itakupa maarifa ya kupima kina cha mto kabla hujazama.
Sawa? Kwa hiyo hautakubali bahati ndio ikuongoze, bali hakika. Mimi ninamheshimu sana mtu aliyesema, unajua nini, nilifanya kanuni zote kuingia katika mahusiano na huyo mtu, lakini kwa bahati mbaya haijafanya kazi. Na mimi nikwambie, ukitumia kanuni ya kwanza nilokufundisha, kanuni ya pili nilokufundisha, hadi kanuni ya tatu ninayokufundisha hapa, kabla sijafika 10, hizi kanuni ukizitumia, kama mwanaume yakufai, unamjua mapema kabla hata hujamvulia chupi. Yaani sio mpaka umevua chupi unabadilisha miguu tu kitandani umepiga misamba, yani mpaka viungo vinataka kugawanyika, yani mguu kae huku, ukitembea unaichomeka. Yani unatumia nguvu chumbani my friends. Kabla hujafika chumbani tumia kwanza hizi akili. Unaweza kuwa unajiumiza bure huko chumbani. Piga misamba, unaidandia feni inazunguka na unazunguka nayo. Mara mpaka chini umeinuka juu, mara si umechukua chocolate umemwagia, mara kiuno kinacheza chini. Yani unajitutumua mama. Kumbe unataka kubahatisha kwamba okay, subiri nifanye hivi labda atanipenda. No, it's not about subiri nifanye hivi labda atanipenda. Lazima uwe na hakika kwamba huyu mtu lengo lake ni lipi, ananipenda, ndio katika ile jicho la tatu. Lakini itajenga hisia, utajenga yani utaongozwa na hisia, utaongozwa na malengo. Ni kweli nampenda, lakini tuna malengo gani? Tuna mpango gani? Tumepanga nini baada ya miaka 10? Nini kitatokea baada ya hapa? Tutaishi muda huu, tutaishi na mazingira haya kwa muda gani? Muda gani tutaoana? Muda gani tutapata watoto? Watoto watakuwa wangapi? Huyu mwanaume ni mwajibikaji? Huyu mwanaume ni mchapa kazi? Kwa sababu pia hapa lazima pia uangalie uwajibikaji wake. Ili jicho la tatu jamani, uwajibikaji naiongeza. Sawa? Hapa kwenye uwajibikaji jamani, napo muhimu. Eti mwanaume kwa sababu unampenda umuombe hela. Mwanaume kwa sababu unampenda eti umwambie shida zako. Mwanaume kwa sababu unampenda eti unajihudumia wewe kila kitu. Mwanaume kwa sababu unampenda eti yani kila kitu unafanya wewe. No. Uwajibikaji ni sehemu ya majaribio kumpima mwanaume wako. Wakati mwingine mwanaume usipomuumiza sana, yani usipomuomba sana, usipompa majukumu ya kuwajibika kwako, anaweza akakupenda milele. Yani akaigiza anakupenda milele. Na ukasema ni kila dakika ananipigia simu, kila dakika anataka kuchati, kila dakika. No. Kama anajifanya anapiga sana simu, anachati sana, hebu muombe hela. Mwambie tuna shida 200,000. Utaona hata simu yako itakuwa ipokelewa. Wangapi? Hebu nyosha mikono juu. Wanawake wangapi wakiomba hela kwa wanaume zao na namba wanablokiwa ama na simu zao hazipokelewi? Nyosha mikono. Kwa wakati mwingine mwanaume yule mwenye misimamo ama mwenye malengo na wewe, utamuona katika uwajibikaji. Atakuwa anaweza kuwajibika 100%. Hautamkimbiza kwa sababu wetu una changamoto. Wale wanaume wenye kutaka kukuchezea ndo wale ukiwaomba hela wanakimbia. Bwana hapa ninadaiwa kodi, nisaidie kodi ya mwezi huu, umuone. Oh, unajua mambo mabaya. Mbona siku hizi unitafute tena? Unajua niko busy. Hata kukutafuta hakutafuti. Sasa unaelewa kwamba okay, huyu mwanaume ananipenda mimi kwa hizi raha tu, kwa hizi starehe tu. Lakini nikipata changamoto, pengine huyu sio mwanaume wa kumtegemea. Kwa lazima pia uangalie katika uwajibikaji, kwa sababu kichwa cha familia, unapoingia katika mahusiano na mwanaume, lazima uhakikishe ni mwanaume anaweza akakumudu na akamudu familia. Sasa punguza ile kujihudumia, punguza kujionekana superwoman. Maana mnapenda kuonekana, mimi superwoman, mimi hata kitaka kuna na mimi nauli najilipia. No, nauli sina. Hata kama nayo, wewe ndio mwanaume unatakiwa kuwajibika. Tuma nauli. Kuanza kumuona ukimpa majukumu ana panic au ana calm down na kuyatekeleza majukumu. Kwa hiyo usiwe mtu wa kujihudumia, usiwe mtu wa kujifanyia vitu mwenyewe. Mpe hayo majukumu kuweza kuona namna gani ana msuri wa kubaki na kukupenda japo anakuhudumia. Kwa hiyo hii itakuepusha sana kujiingiza katika mahusiano na wale wanaume ambao wakishapata wanachotaka wanakukimbia. Utaepuka kujiingiza katika mahusiano na wale wanaume ambao wanaanza kuja kwa kuonyesha wanakupenda sana, kumbe wanakulaghai. Hii utajiepusha na wale wanaume ambao bufirisi wanakupenda kwa sababu ya hela zako. Hii utajiepusha na wale wanaume ambao matapeli. Wapo wanaume wanakuja kwako kwa sababu anajua una hela, anaanza kukupa mawazo ya kibiashara. Hivi unajua kwa nini tusifungue mradi wa kuku? Kwa nini hapa usinunue bodaboda, bajaji? Yaani anajifanya ni motivation speaker, anajifanya ni mtu amesomea swala zima la fedha. Anakushauri kifedha, kimambo nini, anakumanipulate wewe. Kama mwanaume kweli, wajibika, usinishauri kwenye hela zangu. Wewe si mwanaume, nipe msingi wa kuku. Kwa nini uniambie hela zangu mimi ndo nifuge kuku?
Wewe mwanaume nipe mimi mwanamke wako hela za kufuga kuku. Wewe mwanaume ndio ninunulie bodaboda nisimamie mimi. Wewe mwanaume ndio nifungulie duka nilisimamie mimi. Usiniambie kama unajua nini? Ukipata hela, kwa nini usifungue duka? Kwa nini usinunue bodaboda? Kwa nini usifungue mradi wa kuku? Kwa nini wewe una wapi mradi wa kuku my friends? Kwa hiyo itakusaidia hii kanuni pia kuwaepuka wale wanaume matapeli. Lazima uone mbele, sio hapa. Lakini pia hii kanuni itakusaidia kujipenda na kujiweka salama. Watu wengi wanajiweka katika mikono ya watu katika ile kanuni ya katika ile njia ya kubahatisha. Wanabahatisha maisha. Wanaingia katika mahusiano na watu hawaelewi, wanakuja kuwaelewa washachakazwa. Yaani mtu ukishamaliza mashimo yote yameisha nakwambia. Yaani umemalizwa mashimo kwa Abdalla akakumaliza shimo la wapi, huyu mwingine akakumaliza shimo la mwingine, huyu mwingine mpaka unafika hatua umechoka. Yaani unaweza ukawa mtalii, yaani wa kuelezea vizuri mahusiano. Kwamba ilopinda kona ikoje? Ilopinda kona ikiingia kwanza rudi kwa nyuma kidogo. Alafu ikitaka kukata kona ndo ikatikie kwa pembeni. Ilonyoka ile unaenda kwa juu afu unarudi chini. Ile fupi yaani wewe unaweza ukawa ni mtalii wa swala lile. Na ukawaelezea watu vizuri kwa X factor wa swala lile. Jinsi watu walivyokuchakaza. Sasa usiingie katika mtego wa kuwajua watu too late. Anza kutumia kanuni ya jicho la tatu kuweza kuwafahamu watu ili kujiweka salama. Kwa hiyo utanitafuta kwa namba zangu za simu kama unahitaji ushauri wa kuboresha mahusiano yako, kama unahitaji ushauri, labda kuna changamoto unapitia katika mahusiano, nitafute na mimi nitakupa utaratibu mzuri sana wa kuweza kujua kwa namna gani naweza nikakusaidia kwenye changamoto unayoipitia. Nasema kila siku, mapenzi sawa, kama mnavyosemaga, mapenzi hayana mwalimu. Huyo mwalimu mwenyewe unakuta hata hana mke. Huyo mwalimu mwenyewe unakuta mwenyewe kaumizwa. Hatuzuii watu kutuumiza. Bali unafanya nini baada ya kuumizwa? Bali unajilinda vipi na kuumizwa? Sasa hapo ndio utahitaji maarifa. Sasa wewe kama una maarifa, wewe maisha yako utakuwa unaumizwa. Mimi nikuage tu kwa sasa. Tumeweza kujifunza kanuni ya 3. Nataka usikose masomo yangu yanayofuata kwa sababu somo linalofuata litakuwa kanuni ya 4. Unafahamu kanuni ya 4 itakuwa ni ipi? Hiyo kanuni ya 4 wote mtaipenda. Hiyo kanuni ya 4 kama uchawi. Yaani inakuja kama uchawi afu inakataa. Kama saikolojia afu inakataa. Hiyo kanuni ya 4. Kwa hiyo nakuomba baada ya hii video baki kama subscribe kwa sababu mambo yanayokuja ni matamu. Hizo kanuni zinazokuja mbele huko. Hapa ndo tunatengeneza foundation. Huko ndo bado tunatengeneza msingi. Mbele huko sa nyumba ndo zitaanza kuporomoka. Mtapagawa. Sawa. Kwa hiyo usikose kanuni ya 4. Hii ilikuwa ni kanuni ya 3 ya jicho la 3. So tukutane katika video inayofuata, kanuni ya 4 uweze kujifunza zaidi. Mimi nikuage tu kwa sasa, tukutane katika video inayofuata. Bye bye.